Na kusalimu mtazamaji wa EATV kwa kusema tumethubutu, tumeweza na tunasonga mbele. Karibu katika Kurasa, dakika chache za kufahamu yale yaliyojiri hii leo, mengi yakiwa ni shamra ya miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara. Rais Kikwete leo amewaongoza wa Tanzania katika kuadhimisha kwa staili ya aina yake miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara ambayo zamani ilikuwa ikijulikana kama Tanganyika. Sherehe hizo zilizokuwa zimejaa kila aina ya shamra zimefanyika kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo marais kutoka nchi za nje, mabalozi, viongozi wa dini, wanasiasa pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali ya Tanzania. Rais Kikwete ambaye aliingia uwanjani akiwa katika gari la wazi alipokelewa kwa shangwe na mamia ya Watanzania waliohudhuria sherehe hizo, ambapo pia alipigiwa mizinga 21 na kisha baadaye kukagua gwaride la heshima lililoandaliwa na vikosi mbalimbali vya jeshi. Akiongea katika sherehe hizo, Rais Kikwete amewapongeza waasisi 17 wa taifa hili wakiongozwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kujitolea kuikomboa nchi kutoka mikononi mwa wakoloni wa Uingereza. Wananchi vile vile tunasherehekea miaka 50 ya mafanikio tuliyoyapata katika kupambana na maadui ujinga, maradhi, umasikini na kujiletea maendeleo. Ukilinganisha na hali duni waliotuacha nayo wakoloni wakati tunapata uhuru na hali ilivyo sasa, hakika tumepata mafanikio makubwa tena ya kujivunia. Wakati huo usiku wa kuamkia leo ambapo Tanzania inaadhimisha miaka 50 ya uhuru umegubikwa na shamra na burudani mbalimbali katika sehemu tofauti za jiji la Dar es Salaam na Tanzania nzima, ikiwa ni kukaribisha na kuanza rasmi sherehe za maadhimisho ya siku hii ya kihistoria kwa Tanzania bara. Vikundi mbalimbali vya burudani hususan muziki vilikuwepo katika kupamba sherehe hizo kwa kutoa burudani isiyokuwa na kifani, ambapo itakumbukwa kuwa siku kama ya leo miaka 50 iliyopita Tanzania bara, zamani Tanganyika, ilijipatia uhuru wake kutoka kwa wakoloni. Katika uwanja wa Mnazi Mmoja, sherehe hizo zilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wabunge, mabalozi pamoja na makamu wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Garib Bilal. Sherekee leo na wale watakaobahatika tuwaombee fika miaka 100 washerekee vile vile kuliko hii leo. Kama hupo, umwambie mtoto wako asherekee kama hii. Kwa kuwatakia afya njema wa Tanzania, tumalizie Kurasa kwa hili. Mamlaka ya chakula na dawa imesema kuwa kuna ongezeko kubwa la dawa feki za malaria kutoka nchini China na India, na hivyo kinawataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka hiyo punde wanapohisi dawa yoyote ya malaria ambayo si halali kwa matumizi ya binadamu. Akizungumza na Kurasa leo jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara, kaimu mkurugenzi wa dawa na vipodozi wa TFDA Bwana Mitangu Fimbo amesema kwa sasa wanashirikiana na jeshi la polisi kufanya ukaguzi katika maduka ya dawa hapa nchini ili kuziondoa dawa hizo. Kazi kubwa yeye kwake yeye, asiwe anataka kuhakikisha kwamba dawa hii ni bandia au si, wala si anajiuliza maswali mengi. Yeye akihisi tu kwamba dawa hii sio nzuri au sivyo ambavyo yeye alitarajia, ni kutuletea sisi ili sisi tuweze kuchukua hatua ambazo zinastahili. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kwa hii leo. Tumethubutu, tumeweza na tunasonga mbele. Nikutakie sherehe zinazofana za maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Endelea kutazama vipindi bomba hapa EATV. Kwa niaba wote walioshiriki kuletea Kurasa, mimi naitwa Noah Laltaika.